الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد ياكم حميدي الله تبارك وتعالى na kumsalia na kumsalimu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Leo tumekutana katika majlisi ya pili, mfululizo na muendelezo wa majawabu yetu dhidi ya mpotoshaji na mbabaishaji Bwana Mziwanda kuhusiana na hukumu ya dufu. Majlisi ya jana ambayo ilikuwa ni usiku wa Jumapili, usiku wa mwezi 22 Shawwal mwaka 1446 Hijiria, bojana ilikuwa ni tarehe 19 miladia. Ndio usiku wa jana tulizungumza kuhusiana na maneno ya Bwana Mziwanda juu ya kuhalalisha dufu. Tulianza kwa kunukuu maneno yake na kisha tukaiona alqaida inayosema al-aslu fi al-ashya'i al-hillu au al-jawaz illa idha jaa ad-dalilu min ash-shar'i au min ash-shari'i alladhi yadullu ala tahrimihi au tahrimiha. Asli ya vitu au asli ya kitu ni halali, jawaz, isipokuwa pale itakapokuja dalili ya kisheria au dalili kutoka kwa mweka sheria inaonyesha na kujulisha juu ya uharamu wa kitu hicho. Lakini tukaona pia jana maana ya dufu kuwa ni moja katika alatul lahwi wa tarab, ambayo inakuwa ina wajhu mbili. Wajhu moja inakuwa inafunikwa na mithili ya ngozi, na wajhu wa pili, upande wa pili unakuwa uko wazi. Tukaona dufu ni haramu kwa hadithi tuliyoisoma, hadithi ambayo ameitaja al-Imam al-Bukhari, hadithi ya 5590 kutoka kwa Abi Malik al-Ash'ari, ndio au kutoka kwa nani? Abi Malik au nani? Abi tulitaja jana hadith kutoka kwa Abi Amir au Abi Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Al-hira asli yake ni al-farj, ni tupu, lakini tumefasiri au inafasiriwa na ahlul ilmi kwa maana ya zina. Pia watahalalisha hariri na pombe pamoja na maazif. Tukaona jana al-maazif ni alatul lahwi kulluha, na
katika hizo tumeona al-maazif ni ad-dufuf wa ghayruha mimma yudrabu. Maneno ya nani? Ya Ibn al-Athir katika an-Nihaya. Lakini tukaiona pia hadithi ya Aisha fi sahihaini, wakati alipokuwa na vigori au vibinti viwili, jariyatani tudaffifani wa tadribani tughanniani, binti viwili vikiwa vinaimba vinapiga dufu. Walaisata mughanniyatayn, Aisha anasema aslia si waimbaji, yani sio kuwa na fani ya kuimba, lakini ni yule uimbaji kwa sababu ya tukio la sikukuu, ilikuwa ni yaumul Eid. Abu Bakar akasema mizmaru shaitan fi baiti rasulillah au inda rasulillah. Wana mtume alikuwa amelala amejifunika uso wake, akajifunua uso, akamwambia da'ahuma fa inna likulli qaumin 'ida wa hadha 'iduna. Au katika riwaya akaambia waache, kwani haya ni masiku ya sikukuu. Tukaona hadithi hii ni dalili kama alivyotaja al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali, ni dalili ya kuwa dufu asili yake ni haramu, kwa sababu Bwana Mtume alikiri, alikubali kule kuliita dufu Abu Bakari ni mizmar au mazmuri shaitan. Lakini alichomwambia ambao ndo illa aliitaja kwamba hii ni siku ya Idi, husamehewa yale ambayo hayasamehewi katika wakati mwingine. Kwa tukaona maneno ya al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali katika Fathul Bari, maneno tuliona ya al-Imam Ibn Taymiyyah, kuna maneno ya al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani, pia Allama al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi, na maneno mazuri katika hadithi hii, lakini hatukuyasoma jana na wala hatuyasoma. Maneno ni mengi ya wanazuoni, lakini tukaona maneno ya Ibn Abbas pale aliposema ad-duffu haramu, ad-duffu haramu wal-kubatu haramu أو المعازف حرام والكوبة حرام وماذا ومزمار حرام. تكيونا أثره يا عبد الله بن عباس ndani yake alitaja vitu vinne: dufu, maazif, ngoma pamoja na mizmar, yote akasema haram. Athari ambayo ameitaja الإمام البيهقي katika السنن الكبرى مجلد wa 10 222. Na pia amenukuu maneno haya au ameitaja kwa kuiandika athari hii al-Imam al-Albani katika tahrim alati at-tarab. Pia ameitaja kuonyesha kwamba dufu ni miongoni mwa maazif alati al-lahwi au al-malahi wat-tarab, ambazo au kitu ambacho kimeharamishwa na Uislamu. Athari hii tuliona ni athari ambayo imetia nguvu hadithi mbili, kwa sababu Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi ya kwanza iliyotaja al-maazif kwa ujumla, alatul malahi, lakini hadithi ya pili, hadithi ya Aisha, ambao ahlul ilm wafanya al-istinbat kwamba kwa kuwa Mtume alikubali kuita dufu ni mizmar ya shaitani, basi ni dalili ya wazi kuwa dufu ni haramu,
isipokuwa bwana mtume alitoa illa ya kuwa yeye aliwaachia wale mabinti kupiga dufu na kuimba kwa sababu ilikuwa ni siku ya Eid. Sasa hadithi au athari ya Ibn Abbas imetaja kwa nas, kwa maana imetajwa dufu, ad-dufu haram. Na kaulu sahabi, maneno ya sahaba ikiwa yanafasiri maneno ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam au yanaunga mkono maneno ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ni katika hoja ambazo zatilia nguvu. Lakini kaulu sahabi inapokuwa ni mashhur na ikakosa mukhalif, hakuna aliyekhalifu katika masahaba aliyepinga hilo, basi ni hujja. Kaulu sahabi idha kana mashhuran, ikawa imesikika inafahamika, alafu ikakosa mukhalif, basi ni hujja. Kwa Ibn Abbas tumeona ametaja ad-dufu haram, athari ambayo ameitaja al-Imam al-Baihaqi katika as-Sunan al-Kubra na Allama al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi akaitaja, kwa maana iandika hadithi hii katika tahrimu alati at-tarab, na akaeleza kuwa hadithi hii ni hadithi au athari hii ni athari sahihi kabisa, isnadi yake ni isnadi sahihi. الدف حرام والمعازف حرام والكوبة حرام والمزمار حرام. Lakini pia tuliona jana maneno ya Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, maneno ambayo ameyataja al-Imam Al-Khallal ambaye ni Abu Bakar Ahmad ibn Muhammad bin Harun Al-Khallal, ambaye huyu amezaliwa mwaka 234, amekufa mwaka 311. Katika kitabu chake itaja athari hii kwenye kitabu chake Al-Amru bil Ma'ruf, kitabu ambacho ni mujalladi mmoja tu, na kuna mlango unaitwa babu dhikri ad-duf, pia kuna babu dhikri at-tabl, lango ambao wanataja ndani yake dufu na hukumu yake. Pia kuna mlango unatajwa ngoma na hukumu yake. Kwa hiyo ukenda huko utaona maneno haya ya Al-Hasan Al-Basri aliposema laisa ad-dufufu min amri al-muslimina fi shay, dufu si katika mambo ya Waislamu katika chochote kabisa, maana dufu halimo kabisa. Wa ashabu Abdullah na ashabu Abdullah yani ibn Mas'ud anasema kanu yushaqiqunaha, walikuwa wakifanyaje, wakiyavunja na kuyapasua madufu. Pia tukaona meulizwa al-Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi kuhusiana na dufu, yeye msimamo wake kuwa dufu ni haramu. Na ukenda katika kitabu hicho Al-Amru bil Ma'ruf utaona al-Imam Ahmad ameulizwa katika riwayati au njia mbalimbali. Katika hizo alisema al-Imam Ahmad, qala al-Imam Ahmad adhhabu ila hadithi Ibrahim, moja katika wapokezi, kana ashabu Abdullah, walikuwa watu wanafunzi wa Abdullah ibn Mas'ud yastaqbiluna al-jawariya fi at-tariqi ma'ahunna ad-dufuf
fayakhriqunaha, likiwa hata wakiwakuta watoto mtaani, kwa sababu si mnasaba, si kwa maana watakiwa tu wapige, wakiwakuta mtaani walikuwa wanayachukua madufu pia wanayavunja vunja. Tulipoona athari hizi kutoka kwa masahaba kama Ibn Abbas, tumeona kwamba ikiwa wanafunzi wa Ibn Mas'ud walikuwa wakiyavunja vunja, ni dalili ya wazi Sheikh wao Ibn Mas'ud ambaye ni sahaba, bila shaka ilikuwa msomo wake dufu haram, kama walivyofahamu hawa masahaba jambo hili kutoka kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kama vile vile wanavyoeleza ahlul ilmi kwamba Abu Bakari alipowakataza wale alikuwa na ilmu, anajua kwamba vitu hivi ni haramu asili yake, ndio maana alikataza. Na alikataza huku mtume yupo, alishangazwa kuona watu hao wanafanya hili mbele ya mtume, kwa sababu ilmu aliyokuwa nayo Abu Bakari ilikuwa inamuongoza kwamba vitu hivi ni haramu. Kwa bwana mtume sallam alichomwambia ni kwamba waache, kwa sababu leo ni siku ya Eid. Basi kwa utaona maneno ya bwana mtume, fahamu ya Abu Bakar, fahamu ya Ibn Abbas, fahamu ya Ibn Mas'ud na wanafunzi wake ambao ni attabi'un hawa. Tumeona maneno ya Ibn Abbas, tumeona maneno ya Al-Hasan al-Basri, tumeona maneno ya al-Imam Ahmad, na bali jana pia tukayasoma maneno ya Abu Abdullah al-Husayn ibn al-Hasan ibn Muhammad ibn Halim al-Halimi al-Shafi'i, ambaye huyu ni Sheikh wake al-Imam al-Baihaqi. Tuliona maneno ya mwanzo kabisa katika wanaochuoni wa mwanzo, jana tulinukuu maneno yake. Ni huyu amezaliwa mwaka 338, amekufa mwaka 403. Al-Halimi Abu Abdullah al-Husayn ibn al-Hasan ibn Muhammad ibn Halim al-Halimi al-Shafi'i. Tumesema huyu ni shekhe wa nani? Wa al-Imam al-Baihaqi. Al-Imam al-Baihaqi yeye amezaliwa mwaka 384, amekufa mwaka 458. Huyu amekufa mwaka 403. Huyu ni shekhe wake al-Halimi. Na ndio maana katika Shu'abul Iman jana tukanukuu maneno. Shu'abul Iman ni kitabu cha nani? Cha al-Imam al-Baihaqi. Kwa al-Imam al-Baihaqi ameleta katika kitabu Shu'abul Iman maneno ya shehe wake ambaye ni al-Halimi. Anasemaje aliposema kwamba wa darbu ad-duf la yahillu illa lin-nisa, piga dufu ni jambo si halali isipokuwa kwa nani? Kwa wanawake. Kwa pia utaona kwamba al-Imam al-Baihaqi kuyaleta maneno haya katika Shu'abul Iman, maneno ya shekhi wake na msimamo wa al-Imam al-Baihaqi ambao ni sheikhul madhhab, si ndio? Kwa wale mashafi mzianda asema ni shafi wa ovyo wewe, usoelewa mashekhe zako. Al-Imam al-Baihaqi ananukuu maneno, al-Imam al-Baihaqi ananukuu maneno ya nani? Ya al-Halimi ambaye ni shekhi wake, akisema wa darbu ad-duf la yahillu illa lin-nisa li'annahu fil asli min a'malihinna, sababu katika asli mambo ya dufu ni mambo ya nani? Ya wanawake. Wa qad la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihina min ar-rijali bin-nisa. Tuliona maneno haya, tukaona maneno ya al-Baji al-Maliki, tukaona maneno ya al-Hafidh Ibn Hajar, tukaona maneno ya al-Imam Ibn Taymiyyah, na maneno yako mengi, wanaozuni ni wengi. Kuna maneno ya al-Imam Ibn al-Qayyim, kitakurejea nenda katika Ighathatul Lahfan, meka mlango kamili anazungumza mambo haya, na vitabu viko vingi kama tulivyotaja jana. Katika marejeo ya zamani kabisa ni kitabu kinachoitwa Dhammu al-Malahi cha Ibn Abi Dunya. Ibn Abi Dunya huyu amezaliwa mwaka 208 Hijria, amekufa mwaka 281. Ameandika kitabu Dhammul Malahi. Ukienda huko utaziona athari mbalimbali amezileta na maneno mbalimbali yanaonyesha wanaozuoni, ananukuu maneno ya tabi'in na kadha.
onyesha haya mambo ya miziki, mambo ya dufu, mambo ya nai na mambo ya nzumari na alatu almalahi kwa ujumla ni haram. Kwa jana kwa mukhtasari tuliweza kunukuu baadhi ya maneno ya wanaochuoni, lakini mwisho tukanukuu maneno ya Abu Muhammad Mahmud bin Man yule al-Badrani ad-Dishti al-Hanafi, tumesema aliyokufa mwaka 665. Maneno yale ambayo tuliyaona maneno mazito, kwamba jambo la kusikiliza hii al-ghina al-mulahhana al-muharrama, sikiliza madufu na shababati, tumeona ni nini? Ni haram. Na anayesikiliza, mtu ambaye anasikiliza huku akiitakidi kwamba ni haramu, huyo ni nani? Ni fasik, wa illa fa huwa kafir. Kwa sababu maneno ya bwana mtume ya wazi, vitu ni haramu. Tumeona maneno ya Ibn Taymiyyah, hakuna athari yoyote inaonyesha juu ya kufanya jambo hili, na masahaba hawakuwahi kufanya jambo hili, wala tabi'un wala atba'u tabi'in, qurunul mufaddala, watu walielewa vitu hivi haramu. Na alatu allahwi wa tarab ni haramu bil ijma' kwa makubaliano. Sasa wewe ukao umetega sikio huku waitakidi ni halali, manake wewe unapingana na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, unamkadhibisha rasul alayhi salatu wassalam. Ndio maana akaenda katika hukumu hiyo.